Hii tabia ya serikali kushiriki kuvunja sheria inatakiwa kupingwa na kila Mtanzania anayetaka utawala wa sheria hadharani na sirini. Haya mambo lazima yapingwe, kwa sababu haiwezekani. Unajua, iko sheria ya vyama vya siasa na jeshi la polisi na polisi wasaidizi, ndio sheria inayosimamia vyama. Imeweka utaratibu wa namna gani vyama vinaweza kufanya mikutano, imeweka utaratibu namna gani vyama vinaweza kufanya maandamano. Hiyo sheria, anayetakiwa kusimamia hiyo sheria ni jeshi la polisi na sio Katambi, waziri. Sasa waziri akiingia akapiga marufuku utoaji wa, na sio vibali, wewe mnakosea. Kwa mujibu wa sheria namba 5 ya vyama vya siasa ya mwaka 92 pamoja na maboresho yake, haisemi vyama viombe vibali kufanya mikutano. Chama kikitaka kufanya mkutano au maandamano kinampa taarifa kamanda wa polisi wa wilaya kwamba na kimpe taarifa kwenye muda usiopungua masaa 48 mpaka wakati wa kufanya nini huo mkutano au maandamano. Na lengo ni kwamba ili polisi aandae ulinzi, sio polisi azuie, aandae nini? Ulinzi. Polisi anachoweza na inasema polisi akisema hutafanya lazima atoe sababu. Sababu inaweza kuwa kiwanja unachotaka kufanyia kuna mtu mwingine anafanyia, kwa tafuta kiwanja kingine, au siku hiyo sisi hatuna polisi wa kutosha kwa sababu labda rais yuko hapa au nani yuko hapa, kwa tunaomba utafute siku nyingine. Lakini sio taarifa za kiintelijensia, kwa sababu kama mna tishio la usalama kwenye mkutano wa Chauma, manake ndio kazi ya polisi kupeleka ulinzi, sio kuzuia Chauma asifanye mkutano. Maana sasa polisi wetu wanafanya hivyo kwa sababu tuna taarifa za kiintelijensia kwamba hakutakuwa na usalama kwa msifanye mkutano. Kwa hiyo ina maana mimi nikiwa chama pinzani na chama kingine wakitaka kufanya mkutano, mimi nitaleta tishio halafu nyingine chama kifanye mkutano, sio maana. Ndio maana polisi wapo, kama kuna tishio, kama kuna taarifa za kiintelijensia, inatakiwa polisi ndio waongeze ulinzi au wamkamate yule anayeleta tishio. Ndio utaratibu wa kawaida. Lakini haya mambo kutumisha kwenye enzi za Magufuli, haya mambo wa Tanzania lazima tuyapinge. Magufuli alivunja katiba, alivunja sheria, tukamnyamazia. Huyu naye anataka kufuata nyayo za Magufuli, tumkatalie na tumpinge mapema, na Chauma haiwezi kubali. Kubali mambo ya namna hii. Haya mambo sasa, sikiliza, hii itakuwa banana republic sasa. Kwa sababu sasa okay, sasa mtu mmoja anaamka leo anasema kwamba hakuna kutoa vibali. Huyo ni waziri. Na mwingine akiamka kutoa lingine, na hilo swala linavunja sheria ambazo wamezitunga wao na wameapa kuzilinda. Sasa tutakuwa na viongozi wa namna gani? Wanavunja sheria kwa Tanzania tu tunawachekea? Hapana, sio sawa. Hili swala ndio kupingwa. Hili swala ndio kupingwa. Na sisi Chauma tunapinga kwa nguvu zetu zote. Tunalipinga kwa nguvu zetu zote.